أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kukutana kwenye Ijumaa hii ya kwanza ya mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sisi ambao Mungu ametupa uwezo huo wa kuwepo, lakini pia na kumshukuru Mungu kwa wale ambao amewapa taufik wakiwa siku hii ya leo wako katika ardhi takatifu ya Makka au ardhi takatifu ya Madina, na kwa wao vile vile ni jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa sisi ambao hatujabahatika kuitembelea nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kuna haja kubwa ya kumuomba Mungu kama tulivyomlilia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tuendelee kumlilia ya kwamba ewe Mola wangu wa haki, urzuqni hajja baitika alharam fi aami hadha wa fi kulli aam waghfir li tilka adh-dhunuba al-'idham fa innahu la yaghfiruha ghayruka ya rahmanu ya allam. Ni maombi hayo ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa taufik na kutuwezesha kutekeleza ibada hii ya hija na kuizuru nyumba yake takatifu. Baada ya utangulizi huo, naomba niende kwenye utangulizi mwingine wa haraka haraka tu wa kuwakumbusheni kwamba mwezi huu wa Dhulhijja, mwezi huu wa mfungo tatu, kuna matukio mengi yaliyotokea makubwa, na nitayataja kwa ujumla kulingana na muda. Tukio lililotokea mwezi mosi ilikuwa ni ndoa ya Bibi Fatima na Sayyiduna Ali salawatullahi wasalamuhu alaihima. Allah
Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Ndoa ya Bibi Fatima binti ya Mtume Muhammad na Sayyiduna Ali ndugu yake Mtume Muhammad ilikuwa ni mwezi mosi au siku ya kwanza ya Dhulhijja, lakini tarehe 7 au mwezi 7 wa Dhulhijja ilikuwa ni shahada ya imamu wetu watano, al-Imamu al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi. Tarehe 8 au mwezi 8 wa mfungo 3 au Dhulhijja itakuwa ndiyo siku aliyoondoka al-Imamu al-Husaini Makka kuelekea katika ardhi ya Karbala, na mwezi 9 wa mfungo huu 3 tuliokuwa nao ni shahada ya Muslim bin Aqil ndugu yake al-Imam al-Husain, lakini pia itakuwa ndiyo siku ya Arafa, siku kubwa na siku nzito. Tarehe 10 itakuwa ni Eidul Adha, idi ya kuchinja, idi ya kufanya udhiya. Mwezi 15 itakuwa ni wilada ya imamu wetu al-Imam Ali al-Hadi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na mwezi 18 au tarehe 18 ya mfungo 3 ndiyo siku aliyotangazwa Amirul Mu'minin Ali kama kiongozi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuondoka duniani. Na mwezi 24 ni siku ya Mubahala, siku iliyotokea majadiliano kati ya Mtume Muhammad na Wakristo wanaoishi katika ardhi ya Najran kuhusiana na Isa au Yesu au Jesus. Je, ni Mungu au ni mtume kama mitume wengine? Ilikuwa ni mwezi huu wa mfungo 3 tarehe 24. Na mwezi 25 ndiyo siku iliyowashukia Ahlul Baiti Suratud Dahr. Suratud Dahr ikashuka kwa ajili yao, ikaeleza na kuzungumza mambo makubwa na mazito kwa ajili ya Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhim. Jambo jingine la mwisho ni kukumbusha amali za mwezi huu. Kwanza tutambue ya kwamba mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulhijja, na haya masiku tuliokuwa nayo, masiku 10 ya Dhulhijja ni masiku matakatifu, ni masiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa ndani ya Qur'ani, wa layalin ashr, na naapa kwa siku 10 za mfungo 3. Makusudiwa yake ni haya masiku tuliyokuwa nayo. Ni masiku muhimu mno kwa ibada, ni masiku makubwa na malipo yanakuwa ni mengi kufanya ibada katika masiku haya. Ya kutoshe maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, aliposema Bwana Mtume, ma min ayamin al-amalu fiha ahabbu ila Allahi min ayami hadhihi al-ashr. Ma min ayamin, hakuna siku zozote ambazo kufanya ibada ndani yake kunampendeza Mwenyezi Mungu zaidi kuliko kufanya ibada katika haya masiku 10, masiku 10 ya mfungo 3. Na ibada za mwezi huu, za masiku haya 10, kuna amali nyingi na ibada nyingi alizozitaja mwana wa chuoni mkubwa
Sheikh Abbas al-Kummi rahimahullah kwenye kitabu chake cha Mafatihul Jinan. Kwa kuokoa muda, ni waombe Waislamu na wafuasi wa Ahlul Bait wakafungua kitabu cha Mafatihul Jinan, na bahati nzuri hata cha Kiswahili kipo, ili waweze kutambua ibada nyingi zinazofanywa ndani ya masiku haya 10 ya mwezi huu tuliokuwa nao. Baada ya kuyasema hayo, naomba sasa turudi kwenye mada yangu ya leo ambayo nimeipa jina Alhajju wa atharuhu fi tarbiya, hija na athari yake katika malezi. Kwa kutambua umuhimu wa malezi na kwa kutambua umuhimu wa kuwalea watoto, na kwa sababu ya changamoto kubwa inayowakabili wazazi kwenye kipindi hiki tulichokuwa nacho katika jambo la kuwalea watoto, tumeonelea tujaribu kuisoma hija. Je, vipi hija ina athari yoyote katika malezi ya watoto? Hija na athari yake katika malezi. Nimetanguliza aya hii ya hija, Suratul Baqara aya 197, Mwenyezi Mungu anaposema ya kwamba ibada ya hija ni miezi maalum. Hija si kila mwezi. Kwa hivyo yoyote ambaye hija imekuwa kwake ni wajibu na ni lazima kuna mambo ayaache anapokuwa katika ibada ya hija. Maneno machafu, matusi, mijadala isiyokuwa na maana, haya yote lazima ayaache. Na Mungu anasema, na chochote mtakachokifanya kizuri, basi Mungu hicho anakitambua. Lakini vile vile mnapokwenda kufanya ibada ya hija, jaribuni kuwa na sifa ya kupeana zawadi na kubebeana zawadi. Na hakuna zawadi nzuri kama malezi ya uchamungu anayorudi nayo Alhaji kuja kuwaelekeza watu wake. Wattaquni ya ulil albab, niogopeni enyi wenye akili. Wenye akili waniogope. Alhajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Aya hii inatupa mwongozo kwamba kumbe ibada ya hija, moja ya mambo ambayo inayasimamia ni kumlea mtu, ni kumtengeneza mtu. Na katika mada hii nitakuwa na nukta 5. Nukta ya kwanza, hija katika mafunzo yake inayomfunza mwanadamu, na ambalo ni funzo muhimu la kuwafunza vijana wetu, ni al-itaa wa taslimu al-mutlaq lillahi subhanahu wa ta'ala. Ni utii wa moja kwa moja, ni utii usiokuwa wa masharti kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ibada ya hija, moja ya masomo yake makubwa na moja ya darsa kubwa zinazosomeshwa ni utii. Utii usiokuwa na masharti, at-taslimu al-mutlaq, kusalimu amri, kutii pasi na kuhoji, kutii pasi na kujadili, at-taslimu al-mutlaq lillah. Na kama kuna kitu leo tunachokihitajia kwa watoto wetu na kwa vijana wetu, moja ni funzo la kuwafunza kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nukta yetu ya pili ni atawadhu, unyenyekevu. Allahu akbar. Ukiangalia ibada ya hija, mambo yake na vitendo vyake vinahitajia unyenyekevu wa hali ya juu. Maajabu na virozo
alhaj anapovaa zile nguo zake za ihram, ni marufuku na ni haram kutumia manukato. Allahu akbar! Yani sisi huku ni sunna, unapotaka kuswali na katika mazingira mengine ni sunna kutumia manukato, na mtu anayeswali akiwa amejitia manukato ananukia vizuri, thawabu zake ni tofauti na ambaye hajajitia manukato kwenye swala. Lakini ibada ya hija tofauti. Ibada ya hija, ile harufu ya jasho na kunuka uvundo na harufu mbaya na jasho limekujaa, hivyo ndivyo anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Ni kufunzwa kitu kinatoitwa unyenyekevu, hakuna chingine. Rais wa nchi waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, sijui mfalme, pamoja na cheo chako hicho, na unao uwezo wa kuweka pafyumu kwenye mwili wako, pafyumu ya dola 2000, marufuku pafyumu, unuke jasho hivyo hivyo. Kufunza unyenyekevu, kufunza kujishusha. Alafu katika hija kuna ibada ya kunyoa nywele. Kuna watu hawakubali nywele zao ziguswe. Muhalliqina ruusahum wa muqassirin, halqu ruus. Kuna watu hakubali nywele zake ziguswe. Ibada ya hija inasema pamoja na nywele zako za thamani lazima uzinyoe, lazima uziondoe. Falsafa yake ni nini? Ni kukufunza unyenyekevu. Jambo la tatu katika mafunzo ya ibada ya hija kwenye upande wa malezi ni taqwa Allah, ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, bora ya zawadi ambayo wataibeba mahujaji kuipeleka katika miji yao na nchi zao ni taqwa Allah, ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alitupa taufik miaka kadhaa kuweza kuruzukiwa kutekeleza ibada ya hija, na tulikuwa gurupu la Watanzania vijana wa Kizaramu niliongozana nao. Tulipokuwa tunatoka Masjidul Haram tunakwenda hoteli kupumzika, tukapita mahala ambapo zamani ndipo palipokuwa na ule mti Shajaratur Ridwan, palipotokea Bai'atur Ridwan. Taban mawahabi wamevunja hapo, pana kamsikiti sasa, mpaka mwenye ilmu ndo anajua hapo palikuwa na nini. Sasa pale pana maji ya kunywa yamewekwa ya baridi. Tukapata mimi na Watanzania wenzangu, kuna pesa zimeangushwa chini. Basi tukaanza kuvutana nani achukue pesa. Naomba salawatu kwa ajili ya hilo. Hawa waliovutana kuchukua pesa ni vijana wa Kariakoo. Kila mmoja anambishia mwenzake, chukua wewe, chukua wewe. Mimi sichukui. Kwa nini? Kwa sababu unapookota fedha zina taratibu zake kisheria, lazima wende ukazitangaze, sijui ufanyeje. Watanzania wa Kariakoo waliziacha pesa, kila mmoja anamshingizia mwenzake, mwisho wakaziacha wakaondoka zao. Kwa nini? Kwa sababu moja ya malezi ya ibada ya hija ni takwa. Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Lakini nukta yetu ya 4 ni asabr, uvumilivu. Mashaallah, katika ibada ambazo zinafunza uvumilivu
ni ibada ya hija. Na ndiyo maana mafunzo ya hija yakiletwa kwenye jamii yetu, yakiletwa kwenye watu wetu na vijana wetu, tutaweza kuwafunza vijana wetu. Moja ya masomo ni somo la subra na somo la uvumilivu. Hairuhusiwi kwa mtu ambaye ni alhaji, amekanyagwa ni mwenzake kwa sababu ya msongamano, marufuku kumtukana, marufuku kumtusi mwenzako, marufuku kumwambia maneno machafu. Haya ndiyo mafunzo yanayotakikana kwa vijana wetu katika maisha ya kawaida. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Waja wa Mungu wakisawasawa ni wale ambao yupo Kariakoo, ana uwezo wa kupigana ndio, ana uwezo wa kupigana, ana uwezo wa kupiga, lakini amechokozwa, amekanyagwa, amesukumwa na gari. Ana uwezo wa kuikamata gari akairusha, ana uwezo wa kumkamata dereva akamtoa kwenye kioo akampiga vitatu vinne, vibao vitatu vinne. Uwezo huo anao, lakini akasemaje? Salaman. Basi bwana, yameshakwisha bwana, inshallah Mungu akufanyie wepesi. Mahujaji katika sifa waliokuwa nayo, na Mwenyezi Mungu inshallah tupe taufiki ya kutekeleza ibada hii nzuri, ilahi amin. Alhaj anapoudhiwa ni mwenzake, basi yeye ndio anaomba msamaha. Mafunzo haya kuna haja kubwa ya kuyaeneza katika jamii ya vijana wetu. Lakini nukta yetu ya mwisho ambayo tunaisoma kwenye ibada ya hija ni ataayush. Allahu akbar, ni tendo la kuvumiliana, tendo la kuishi kwa pamoja, tendo la kuishi kwa amani. Ibada ya ajabu kabisa ibada hii. Ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Enyi watu nyote mko sawa, hakuna tofauti ya mweupe na mweusi na mwekundu. Aliyekuwa bora kuliko mwingine ni yule mcha Mungu zaidi. Yule mcha Mungu kuliko mwingine, huyo ndiyo bora. Habari ya sura, habari ya rangi, Mungu haangalii. Mafunzo haya ni muhimu kwa vijana wetu. Mafunzo haya kwenye ibada ya hija utayaona kivitendo, utayaona wazi wazi yalivyojidhihirisha. Mahujaji wanaofanya haju tamattu lazima wanafikia mahala panapoitwa miqat. Mahujaji wanaofikia miqat ni makabila yote unayoyasikia duniani. Makabila yote, si Mwarabu, si Muhindi, si Mzungu, si Mwafrika. Yote anapokwenda kufanya hii ibada atapitia mahala panapoitwa miqat. Kullu albashar, kutoka nchi tofauti, kutoka mabara tofauti, wote watafikia mahala pamoja. Ishara na funzo
la ataayush. Kwa nini Mungu akaweke mahala maalumu? Hapo ndio tukawekee nia ya kufanya ibada ya hija sote. Mungu anataka kutuonyesha kwamba sisi tuna asili ya upamoja, ya kitu kimoja. Mungu anataka kwa funzo hilo kuondoa kitu kinachoitwa ubaguzi. Mungu anataka kutoa darsa kwamba nyinyi mko sawa sawa. Annasu sawasiyatun ka asnanil misht la farqa liarabiyatin ala ajamiyatin illa bittaqwa. Watu wote wako sawa sawa. Mwarabu, Mwajemi, hawa wote wako sawa. Ka asnanil misht, tofauti ni uchamungu. Mungu anataka atoe darasa, mahujaji wote wanafikizia mahala panaitwa miqat. Anataka afute ubaguzi, anataka afute sisi ni bora sisi wenyewe Wanyamwezi, sisi Watabora mjini, sisi ni bora, sisi Wazaramu wa Manarumango, sisi ni bora. Sawasiyatun ka asnanil musht. Tunakwenda mahala pamoja sote. Hapo tukifika hapo tunaonana, tunaweka nia. Alafu virozo na maajabu, mahujaji waliokwenda Madina zamani, mara nyingi tulikuwa tunapata Ijumaa 2 Madina, lakini hivi sasa utapata Ijumaa moja ambayo utaiswali Madina, Madinatun Munawwara. Unaswali ndani ya msikiti ambao mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam umezikwa hapo. Ishara ya kwamba kumbe Madinatun Munawwara, swala ya Ijumaa inatukusanya sisi sote Madina. Mashia Masuni, Mawahabi, Maansaru Sunna, sijui wanatwarika, sijui twarikatul Qadiriya, twarikatul Naqshbandiya, twarikatul Tijaniya, sijui Maibadhi, wote tunakusanyika Madina, tunaswali nyuma ya imamu mmoja. Na ala fikra, Madina kule ni masalafia, ni Mawahabi. Kwa hiyo sote tunaswali Madina nyuma ya mtu mmoja ambaye sio madhhabi yetu. Ishara na funzo, Mungu anatutaka sisi tuwalee vijana wetu kwamba masala ya ushia, usuni, uwahabi, uibadhi, hadhihi asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzala Allahu biha min sultan. Ninyi ndio mmeleta haya majina, sijui Sunni, Shia, sijui Wahabi. Kuna rafiki yangu mmoja wanampenda kumfuatilia, anaitwa kiongozi wa Waislamu wa Marekani. Sasa anazungumza kile Kiingereza cha wale wa manegro wa mwenye na maneno yake mazuri anayasema, naomba yanakili hapa, akizungumza habari hii ya kwamba watu wote ni wamoja. Habari ya usuni na ushia hakuja nayo Mtume Muhammad. Mwenye anasemaje? Anasema Prophet Muhammad was not sunnah, but he give us sunnah, he teach us sunnah. Prophet Muhammad, he was not Shia, but he leave us Fatima, Hassan and Hussein. Naomba salatu kwa Kiingereza kizuri.
Anasema Dr. Farrakhan, Prophet Muhammad was not sunna. Mtume Muhammad hakuwa sunni. Mtume Muhammad alikuja kutufunza sunna, sio kutufunza usuni. Usuni mmeuleta nyinyi. Prophet Muhammad hakuwa Shia. Prophet Muhammad ametuletea ahlul bait salawatullahi wasalamuhu alaihim. Akatuletea Fatimatu Zahra bi abi wa ummi wa ma adraka man hiya Fatima. Akatuletea Hasan wa ma adraka man huwa Hasan. Akatuletea Husain. Akatuletea Zainul Abidin, Muhammadul Baqir, Ja'farus Sadiq, Musa al-Kadhim, Aliyur Ridha, Muhammadul Jawad, Aliyul Hadi, Hasanul Askari, مولاي وسيدي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليهم. Haya majina ya kwa ajili mjigawe ndiyo majina yakatengenezeka mkayakamata, lakini mtume alikuja na Uislamu, na Ibrahim amekuja na Uislamu, na akawahusia wanawe msife ila hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, kama kuna mafunzo makubwa na muhimu ya kuwafunza watoto wetu na kuwalea watoto wetu maisha ya kuvumiliana, kuwafunza mafunzo ya umoja, kuwafunza watoto wetu kwamba hizi tofauti zetu zilizopo, huyu ni Sunni, huyu ni Shia, hizi haziwezi kuondoka. Kama ambavyo haiwezekani hata siku moja tutakuwa sote ni Wahindi. Watabakia Wahindi wapo, tutabakia Wazaramu tupo, watabakia Wazungu wapo, watabakia Waarabu wapo, lakini hizo ni tofauti zisiache sisi kuweza kukaa pamoja. Mara kwa mara huwa nakaa najiuliza, hivi mmeshawahi kusikia Arafa mbili? Arafa ambayo ni mwezi 9, wanakusanyika Masuni, wanakusanyika Mashia, Maibadhi, Mawahabi, ardhi moja, mahala pamoja, siku moja. Na ilivyo Arafa, virozo na maajabu. Kusimama Arafa kunaanza baada ya dhuhuri mpaka jua likizama. Marufuku kubakia hapo, ondokeni. Marufuku. Kwa hiyo jua likizama tu watu wanaanza kuondoka Arafa, na marufuku kuswali hapo magharibi. Watu wende wakaswali magharibi wapi? Wende wakaswali magharibi Jumaa, wakaswali magharibi mahali panapoitwa Jumaa, wakaswali magharibi mahali panapoitwa Arafat, wakaswali magharibi mahala panapoitwa Muzdalifa, na huko wakaswali magharibi na Isha pamoja. Yani angalia Mungu alivyotutengenezea mazingira ya umoja. Sisi tunapambana kuyavunja mazingira ya umoja. Yani hivi wanavyoswali Mashia magharibi na Isha, mahujaji wakashatoka Arafa lazima waende Muzdalifa wakaswali magharibi na Isha pamoja. Wanataka hawataki? Haya, kugombana kunatoka wapi? Lakini mwisho Al-Kaaba Mungu akaiita ni nyumba ya amani, kutaka kuwalea Waislamu kwamba popote watakapokuwepo, basi kitu kinachoitwa amani ni moja ya misingi yao. Maelewano ni moja ya misingi yao. Kukaa vizuri ni moja ya misingi yao.
Kupendana ni moja ya misingi yao. Kuhubiri mshikamano ni moja ya misingi yao. Akaifanya Al-Kaaba ni nyumba ya amani, akaufanya mji wa Makka ni mji wa amani, kutoa darasa kwa Waislamu kwamba moja ya kipaumbele chao ni kitu kinachoitwa amani. Bali tunapopambana kuitafuta demokrasia, jambo zuri demokrasia, masha Allah, patafsiri utakayotafsiri wewe yoyote, masha Allah, lakini demokrasia ya amani. Uchaguzi, mnamchagua mtu wenu wa kuwaongozeni, jambo zuri, lakini uchaguzi huo uchaguzi wa amani. Kupiga kura, jambo zuri kupiga kura, lakini kuwa kupiga kura kwa amani. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka na utukufu ya mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulhijja, Mwenyezi Mungu atusamehe yale tuliyomkosea makubwa na madogo katika maisha yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nguvu na taufiki, huu umri wetu uliobakia basi tusimkosee katika harakati zetu za kutafuta maisha. Lakini kwa kuwa ya Rabbi tuna changamoto ya maisha, hali zetu ni mbaya, Mungu tunakuomba tufungulie milango ya riziki, utupe riziki nyingi na zilizokuwa hazina kifano ya Rabbal Alamin. Mungu tunakuomba sote tuliohudhuria hapa mwakani utuwezeshe ya Rabbi, tuwe siku kama hii ya leo tuko katika ardhi takatifu ya Maka kutekeleza ibada takatifu. Lakini Mwenyezi Mungu tunakuomba vile vile ya Rabbi, changamoto tulizokuwa nazo majumbani mwetu, sisi na wake zetu, sisi na watoto wetu, sisi na majirani zetu, Mwenyezi Mungu tuondolee changamoto hizo tulizokuwa nazo. Lakini ya Rabbi vile vile nchi yetu hii ambayo tumekuwa tunashikamana, tunaelewana, Masuni, Mashia, Wakristo wote tunakaa mahali pamoja. Mwenyezi Mungu mshikamano huu endelea kuubakisha katika ardhi yetu. Mwenyezi Mungu, Tanzania inajulikana ni kisiwa cha amani na maelewano, ni jambo la kujifakharisha nalo hili. Mwenyezi Mungu tunakuomba maelewano haya na amani hii idumishe katika ardhi ya Tanzania ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu, yoyote ambaye anafanya chokochoko, anatoka kwenye nchi yake na kuingia kwenye nchi yetu, na walioko kwenye nchi yetu ambao hawatutakii kheri, wanataka jambo liharibike, tuwe hatuelewani, Mwenyezi Mungu wasifanikiwe katika maisha yao ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فقد فاز المتقون. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدي ومولاي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على التسعة المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري
ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، نقص أعداءك أعداء الدين، واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرضوان، أسألك يا رب بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده،
اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية، أسألك العفو والعافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، بالنبي وآله صلى الله عليه وآله. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده وحدا أنجز وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على